kwa sababu maisha tunayoishi katika maisha haya duniani si makazi yetu, bali ni mahali ambapo tunapita. Na ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, mali walidunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha. Nina nini mimi na dunia, yani sina chochote katika dunia hii isipokuwa ni sawa na mtu ambaye anahesabika ni kama msafiri katika mahali, baada ya kuwa jua limekuwa ni kali sana, akaamua kujipumzisha kwa muda mfupi, kisha baada ya hapo jua likiondoka akaamua kuondoka na kuendelea na safari yake. Sasa itakuwa ni athari kubwa kwa yule ambaye ameishi katika maisha haya akaona kana kwamba yeye ndio aliyofika. La, bali duniani umeletwa ili ufanye matendo ambayo yatakuwa ni sababu ya wewe kuokoka na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, kuanzia kaburini mpaka siku ya mahesabu, imma ila janna wa imma ila nar, wal iyad billah. Ndugu zangu katika imani, inna min adhimi ni'mati Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa neema na fadhila kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala ni pale alipowajalia waja wake njia hizi za kheri, za ihsan, za birr. Kwa kupitia njia hizo yakumu biha al-abdu muwaffaq, anasimama kwa kupitia njia hizi yule mja wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyefikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala fil hayati dunya, katika maisha haya ya dunia, wa yadi thawabu ma alayhi ba'da al-mamati, lakini baada ya kufanya haya ambayo ameandikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yatawa matendo haya hata baada ya kuondoka kwake katika maisha haya dunia, yatawa majibu yake ama thawabu zake zinaendelea kumfikia. Tuna haja sana sisi na walioko makaburini kadhalika wanatamani warejeshwe, lakini nafasi hiyo haipo. Kipi sasa kitu utakapokuwa dunia katika maisha ya kaburini usiweze kujutia tena kurudi duniani, ni wewe kuanza kuyaandaa maisha yako, kwa sababu kuanzia maisha ya barzakh yenyewe hali yake ni nzito sana, vitimbi vyake ni vizito sana, bado sivyo kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia kaburini. Sasa kipi ukifanye ili kiweze kuwa ni sababu ya wewe bado uko kaburini, lakini shida lako duniani linasoma, sababu unafikia na wewe uko kaburini. Miongoni mwa hayo tunatambua kwamba kwa ahlul qubur walioko katika maisha yao ya barzakh ya kaburini, na sisi sote tunajua maisha yale kama tunawapeleka kila siku ndugu zetu. Hakuna hata siku moja tumekaa kufikiria kwamba huyu leo tumempeleka mishalala pale katika maisha yake kuanzia hivi leo yatakuwaje. Hali ni nzito sana ndugu zangu katika imani, katika maisha yale. Ili sasa yaweze kuwa ni heri kwa wewe, ni wewe kuanza kuandaa mambo ambayo yatakuwa ni heri, ili hata ukiondoka katika maisha haya thawabu zako ziendelee kumiminika. Wale wao wanapokuwa makaburini tayari matendo yao yameshakatika, lakini kuna mambo ambayo utakapokuwa ni mwenye kuyafanya itakuwa ni sababu ya heri na thawabu kuendelea kukufikia wewe. Ndugu zangu katika imani, mambo haya ambayo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala atakaposhikamana naye na ukahakikisha ukaifanya sawa sawa, tambua ya kwamba wewe utakapokuwa katika kaburi utakuwa uko katika raha na wala hutokuwa katika shida. Lakini pia tulivyosema, ajili na thawabu zako zitaendelea kumiminika katika kaburi lako, ila hali wewe umeshatoka katika maisha haya dunia, maisha ya amali, maisha ambayo tayari yameshakatika, na umeingia katika maisha ya mahesabu. Kheri zako zitakuwa zenye kuendelea kufikia, lakini pia mema yako yatazidi kuongezeka kwa sababu tayari ulishaandaa. Fama karamuha min hali wa ma ajmala wa afya min maali, uzuri ulioje wa hali ikiwa tayari umeshaondoka katika maisha haya, lakini bado unasalio linasoma duniani na kufikia ujira wako, na wewe bado uko katika kaburi. Lakini pia ni nyumba ya heri itakayekuwa, yani jioni wewe kwamba uko kaburini, lakini tayari salio linasoma kwa kuwa tayari umeshajiandalia hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam dhakara umuran sab'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na hali hiyo, kwa sababu kaburini ni mahali ambapo ni pazito sana, ambapo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anatakiwa upafikirie sana.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha mambo saba, ambayo mambo saba hayo utakapokuwa ni mwenye kushikamana nayo katika maisha yako ukayafanyia kazi, basi wewe kaburini hatakuwa ni nyumba ya vitisho kwa kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi ambayo ni Anas, sab'un yajri lil'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mambo saba haya ujia wake utakuwa ni wenye kumfikia mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ilhali mja huyu yuko kaburini baada ya kuwa tayari ameshaondoka katika maisha haya ya dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa alishatambua kwamba maisha yale ni mazito sana, akatufundisha tuanze kujiandaa kabla hajaingia katika mazingira yake. Jambo la kwanza kabisa